Okay. Umeshawahi labda kwa namna moja ama nyingine kujiuliza kwa habari ya Tanzania mpya? Labda Tanzania mpya ni nini? Tanzania mpya, kuna tofauti gani kati ya Tanzania hii na ile ya zamani? Je, unaposikia Tanzania mpya wewe ni kitu gani? Ni picha gani inakuja kwenye moyo wako au kwenye akili yako? Je, Tanzania mpya ni mtu kubadilika kwenye nafasi ya uongozi, au Tanzania mpya ni nini? Na kwa nini kuna pressure kubwa ya kuitaka Tanzania mpya kwenye kipindi hiki kuliko kipindi kingine chochote? Vimepita vipindi vingi sana vya uongozi, kuanzia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuja Ali Hassan Mwinyi, kuja Benjamin William Mkapa, kuja Jakaya Mrisho Kikwete, kuja John Pombe Magufuli, kuja mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa nini this particular election, kwenye uchaguzi huu kuingia kwenye kipindi cha kingine cha miaka mitano, kuna pressure, mgandamizo, uhitaji na maneno mengi au nguvu nyingi au uhitaji mkubwa sana wa kuitaka Tanzania mpya? Tanzania mpya ni nini? Inatafasiri nini? Sasa nitakuletea dhana 13 ambazo ukiweza kuzimeza utaielewa Tanzania mpya ni nini. Utaelewa kwa nini Tanzania mpya inahitajika kwenye majira haya kuliko majira mengine yoyote. Utaelewa kwa nini watu wameamua kuitaka Tanzania mpya sasa na sio kwa nini hawakuitaka kipindi cha Kikwete, kwa nini hawakuitaka kipindi cha Magufuli, kwa nini hawakuitaka kipindi cha Mkapa, kwa nini sasa hivi watu wana press kuitaka Tanzania mpya. Hizo ni dhana 13 na hizo zote nimezikuwekea kwenye kitabu changu cha dhana kuhusu Tanzania mpya. Labda kwa kugusia dhana ya kwanza ambayo nimeweka kwenye kitabu hicho, utagundua ya kwamba Tanzania mpya sio mtu. Tanzania mpya sio mtu. Tanzania mpya sio mtu. Narudia, Tanzania mpya sio mtu. Tunaposema Tanzania mpya, ni mifumo na mamlaka ambayo imekuwa vested kwenye hii mifumo iweze kutendea kazi kwa haki na usawa. Kwa Tanzania mpya ni mifumo mipya, sio mtu, kwa sababu hata tukimpata mtu bora kwa kiwango gani, kama mifumo sio sawa, na kuhakikishia ile vilio vile vitaendelea kuwepo kama majira haya. Unafahamu, unakubaliana na mimi, alishawahi kutokea rais wetu mpendwa, alikuwa bora sana, lakini alikuwa anakuwa disappointed sana na mifumo. Anaitwa Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa disappointed sana na mifumo kwenye nchi hii aliyokuwa naiongoza. Kwa mtu alikuwa bora, alikuwa na uwezo na alikuwa anaweza kubadilisha Tanzania, lakini mifumo ikawa ni hindrance kubwa sana. Ndio maana akaanza kutumbua watu, akaanza kufanya vitu vingi. Alikuwa anatoa watu, lakini pia alikuwa anatengeneza na mifumo. So vitu kama hivyo, mfumo usipowekwa sawa, kwa hiyo atakuja mtu mwingine, atakuja na mtu mwingine tena, lakini bado hatutaendelea kuona progress ambayo itakuwa inawagusa wananchi na inagusa vizazi hata vizazi. Sasa hai mambo kwenye kwenye mabadiliko ya mfumo nimegusia pia kwenye katiba mpya kwenye hicho kitabu, lakini pia nimegusia jambo lingine ambalo ni dira ya 2050 2050, dira ya Tanzania, dira ya taifa 2050, dira ya taifa. Nimegusia dhana hiyo. Kwa ndipo dhana nyingi zingine 12 ambazo ukiweza kuzijua utaelewa kwa upana, utaifurahia na utakuwa tayari kupambana kwa ajili ya Tanzania mpya. Hizi ni dhana muhimu sana. Dhana muhimu sana. Kwa sababu kijiuliza, tangia mwanzo haikuwahi kutokea uhitaji wa Tanzania mpya, lakini kwa nini kwenye majira kama haya inahitajika? Ujue ni kwa sababu kwanza kabisa kuna uhitaji wa mageuzi ya kimfumo. Lakini dhana zingine sitakuletea hapa. Ukipata hicho kitabu kakisoma, utajifunza mambo mengi sana na kitageuza maisha yako. Asante sana. Tanzania mpya ipo, nayo imeshakuja. Ni swala la muda. Na maandiko yanathibitisha waziwazi ya kwamba hakuna chukwae mvinyo mpya na kuweka kwenye kidiba cha zamani. Kwa hiyo kama tunahitaji Tanzania mpya, tunahitaji na watu wapya. Hiyo ndio inakuja kudemand na new men, new leaders, new top leaders kwenye mifumo. Kwa nini?
kwa sababu hakuna chukae mvinyo mpya na kuleweka kwenye kiriba cha zamani. Lazima vikompare, lazima viendane, lazima vipatane, lazima viingiliane. Watu wapya na mfumo mpya ambao unaendana na katiba ambayo itakuwa na nguvu ya kumwendesha mtu na sio mtu aiendeshe katiba. Okay, nashukuru sana. Tanzania mpya ipo nayo imeshakuja. Nawapenda sana. Asante sana.